Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Wapendwa katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana jioni ya leo katika somo letu. Hapa tunaenda kuangalia somo maalum, somo linalohusiana na Roho Mtakatifu au mfariji, yani nafsi ya tatu katika uungu. Kichwa cha somo hili inasema utambulisho wa Roho Mtakatifu kutoka kwa maandiko na roho ya unabii. Utambulisho wa Roho Mtakatifu kutoka kwa maandiko na kutoka kwa roho ya unabii. Hicho ndicho kichwa chetu cha somo letu jioni ya leo. Kabla ya kuweza kuingia katika somo letu, maandiko yanasema kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:1, kabla ya mambo yote nataka dua, sala na maombezi zifanyike kwa ajili ya watu wote. Basi tupige magoti kwa ajili ya ombi. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakuja kwako jioni hii tukilitia jina lako. Tunakushukuru kwa sababu unatupenda na unatupenda upeo. Asante kwa sababu ya kipindi hiki ambacho umetujalia tena tuweze kuendelea kujifunza neno lako. Asante kwa mtazamaji anayefuatilia vipindi vya kanisa la saa 11. Basi tusamee dhambi zetu na ututakase na kutusafisha na damu ya Kristo iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu. Tuongoze tangu mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho. Ni katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amina. Wapendwa, Roho Mtakatifu anatambuliwaje kutoka kwa maandiko na roho ya unabii? Mbona maandiko na roho ya unabii?
Ukisoma kitabu cha Isaya 8:20, waende sawa sawa na sheria na ushuhuda. Basi tukitaka kuweza kuja kuangalia mambo haya, hasa Roho Mtakatifu anatambuliwaje kutoka kwa Biblia na roho ya unabii, ni jambo muhimu. Kwa sababu gani? Ni swala ambalo limeweza kuendelea kuibua mijadala mingi, na ikaishia kukawa na makundi mengi. Wengi wana imani tofauti au wanaamini tofauti kuhusiana na Roho Mtakatifu mfariji. Ndo maana hapa tunaenda kuangalia tuweze kuona Biblia inasemaje kuhusu swala hili. Inatambuaje Roho Mtakatifu na makusudi ya Roho Mtakatifu? Roho ya unabii nayo inasemaje kuhusu swala hili? Je, kuna kitu fulani shetani anakifahamu kuhusu swala hili? Bila shaka litakuwepo. Fungu ambalo tunaangalia kama fungu la kutuongoza ni kitabu cha Ufunuo sura ya 5 aya yake ni ya 6. Kitabu cha Ufunuo sura ya 5 aya yake ni ya 6. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi mwana kondoo amesimama, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi mwana kondoo amesimama, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Nambari 7 katika Biblia hasa inapotumika tunakuja kuona ya kwamba inawakilisha completeness au ukamilifu. Kwa njia ya Roho Mtakatifu, Kristo sasa yuko katika dunia yote. Hebu sikiliza hapo ndugu yangu na rafiki yangu katika Kristo. Kristo yuko katika dunia yote kwa njia ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Huu ukweli ni ukweli mkuu ambao shetani ameuficha. Tutaona jinsi vile ambavyo ameuficha ukweli huu kutoka katika ulimwengu wa Kikristo, na ameweka badala yake mfariji wa uongo. Yaani hicho ndicho shetani ambacho ameweza kufanikiwa kukifanya. Ameficha ukweli huu usionekane kutoka kwangu na kutoka kwako. Kwa namna gani? Kwa kumleta mfariji mwingine kando na nini? Na Roho Mtakatifu, ambaye ni Roho wa Kristo, nafsi ya uzima wa Kristo. Na utakuja kushangaa kwamba leo hii makundi tofauti wanaye Roho Mtakatifu au mfariji ambaye ni tofauti na vile ambavyo ama na yule ambaye anafunuliwa katika maandiko na roho ya unabii. Hasa tunapoangalia swala hili, ni jambo ambalo ni muhimu kabisa. Kwenye Review and Herald Agosti 26 mwaka 1890, Review and Herald August 26 1890, paragrafu yake ni ya kwanza. Sababu kwa nini makanisa ni dhaifu na magonjwa na tayari kufa. Makanisa ni magonjwa, ni dhaifu na yako tayari kufanya nini? Kufa.
ni kwamba adui ameleta mivuto ya asili ya kukatisha tamaa ili kuiweka juu ya roho zinazotetemeka. Ametafuta kumfungia Yesu nje kutoka katika upeo wao kama mfariji. Alichokifanya shetani au anachokifanya shetani, anamfungia Yesu asionekane, yani anamfungia yeye asije akaonekana kama mfariji, kama mmoja anayeshtumu, anayeonya, anayetuadilisha, akisema njia ndiyo hii, ifuateni. Kristo ana nguvu zote mbinguni na duniani, na anaweza akamtia nguvu yule anaye lega na kumweka katika njia sahihi anayekosea. Anaweza kuuisha, regenerate, kwa ujasiri. Yani regenerate, kukutia nguvu au kunitia nguvu. Kuuisha ni sawasawa na kuumbwa upya, kuzaliwa tena katika roho. Kama ulikuwa mwenye dhambi, ukome kutenda nini? Dhambi. Sasa katika hali hii inatuletea picha halisi na sababu ni kwa nini watu wako katika hali ya kutenda dhambi. Na unajua mshahara wa dhambi si ni mauti. Sasa kwamba magonjwa, dhaifu na yako tayari kufa, yani katika hali ya dhambi. Matokeo ni nini? Dhambi uzaa mauti. Kwa hivyo tunaona hapa kwamba anaweza kuuisha kwa ujasiri, kwa tumaini katika Mungu. Na ujasiri katika Mungu daima upelekea katika kuumba ujasiri katika kati ya ndugu. Hiyo ni Review and Herald, Agosti 26 mwaka 1890, 1890. Rafiki yangu, hiki ndicho shetani amekifanya. Kumbuka tumeona hapo kwamba roho 7 ni macho ya Kristo. Yani manake kwamba Kristo yuko kila mahali. Alipotoa ahadi kwa wanafunzi wake ya kwamba sitawaacha, naja kwenu. Ni siri gani iko hapa? Kwamba ingawa haonekani kimwili, ila yuko pamoja nasi hata mwisho wa dahari. Ndiyo manake kwamba hii ndiyo kitu ambayo shetani hataki kijulikane. Ukweli ni kwamba Kristo yuko nasi, ndiyo, ila kimwili yuko wapi? Mbinguni, katika patakatifu mno. Na hapa ndipo wengi wamekosea. Nisikilize vizuri rafiki yangu. Je, mfariji uliye naye ni yupi? Roho Mtakatifu uliye naye ni yupi? Mfariji wa kweli ni Yesu Kristo. Na hiyo ni kutokana na asili zake hizi mbili. Hebu tuendelee kidogo hapa kwamba hapa tunakuta kwamba adui, kutokana na hii nukuu, shetani ametafuta kumfungia Yesu nje ya upeo wetu kama mfariji. Tusije tukamuona kama mfariji wetu. Unakuja kuona kwamba nitawatumia mfariji mwingine. Taendelea kuangalia hapo ili kwamba tuweze kuona jinsi vile ambavyo watu wa Mungu wamedanganywa. Haya madanganyifu yasiwepo. Sio tu kama mmoja anayeshtumu, anayeonya, anayetuadilisha sisi, lakini mmoja aliyetoa uzima wake wa kimungu ili tuweze kuushiriki na kuwa na sheria, nakala ya tabia yake na fikra, ikiwa imepandwa katika moyo
Yaani kwamba pamoja na kumfungia Kristo kuwa mfariji, kuna kitu shetani amefanikiwa kukifanya na kutupokonya tusiweze kukiona. Amefunga kusudi isionekane kwamba kuna kitu amekifanya, hasa kwamba ametoa kafara ya uzima wake. Hebu sikiliza hapo. Ati ametoa nini? Uzima wake kafara. Nafsi ya uzima wake. Tanielewa tu vizuri hapa. Ibrania 9 Ibrania 9 mstari wa 14. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Alijitoa nafsi yake kwa Roho wa milele ili kusudi tuweze kusafishwa kutokana na matendo yetu mabaya yanayotufanya tuwe wagonjwa na wadhaifu. Mbona hatuna nguvu ya kushinda dhambi? Mbona hatuna nguvu ya kusimamia ukweli? Kwa nini uongo? Huo ni udhaifu, huo ni ugonjwa ambao utazaa mauti pasipo kutubu. Na hiki ndicho shetani amekifunika au amekificha kisiweze kuonekana. Ukweli huu usijulikane. Hili lilikuwa ni sharti la Agano Jipya ambalo halikuwa linapatikana katika Agano la Kale. Tuweze kuangalia jinsi ambavyo Yeremia alivyotabiri juu ya Agano Jipya litakalo kuja. Yeremia alisema nini katika kitabu cha Yeremia 31:33? Jeremiah chapter 31 verse 33. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao. Kwamba atatia sheria yake ndani yetu, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Ni kipi kinachotufanyia ama kinachotupatia uwezo wa kumtii Mungu? Je, unaweza kumtii Mungu kwa nguvu yako? Je, unaweza kutii amri za Mungu bila msaada wa Kristo? Kumbuka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana 15:5, without me you can do nothing. Bila kupata msaada kutoka kwa Kristo hatuwezi tukafanya jambo. Na jambo lingine la muhimu na la msingi, bila kumjua Kristo huwezi ukatii sheria za Mungu. Hautakuwa na uwezo wa kutia sheria za Mungu. Ukishamjua ndipo unapokea msaada wa kumtii. Utamtiije usiyemjua? Yaani kwamba ni swali la msingi au la muhimu tena hapo. Sasa katika hili Yeremia, katika siku zile, katika Agano Jipya, kwamba nitatia sheria yangu mioyoni mwao. Agano Jipya lawezekana. Kwa nini? Maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Ibrania 8:10 katika Agano Jipya sasa. Maana Mungu ametia mioyoni mwao kufanya shauri lake sawa sawa na kumtii. Mapenzi yako yatimizwe na kufanya shauri moja, na kumpa yule mnyama ufalme
wao hata maneno ya Mungu yatimizwe. Na yule mwanamke uliyemuona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Ufunuo 17:17. Kazi ya Roho Mtakatifu. Hebu sikiliza hapo rafiki yangu. Kazi ya Roho Mtakatifu haipimiki kwa ukuu. Ni kutoka katika chanzo ambapo nguvu na ufanisi huja wa mtendakazi wa Mungu. Na Roho Mtakatifu ni mfariji, kama uwepo binafsi wa Kristo katika roho. Hiyo inatoka kwenye Roho ya Unabii, kitabu kinaitwa The Home Missionary, November 1, 1893. The Home Missionary, November 1, 1893, kwamba kazi ya Roho Mtakatifu haipimiki kwa ukuu. Ni kutoka katika chanzo ambapo nguvu na ufanisi huja kwa mtendakazi wa Mungu. Na Roho Mtakatifu ni mfariji. Fariji kama uwepo binafsi wa Kristo katika roho. Yaani uwepo binafsi wa Kristo katika roho. Sasa hapa tunaona kwamba dada White anafafanua Roho Mtakatifu kama mfariji na uwepo wake binafsi wa Kristo katika roho. Je, hayo tunayaonaje mambo hayo? Tukienda kwenye kitabu cha Yohana Injili 14:16 hadi 18, tunaweza tukapata ushahidi wowote wa Biblia? Hebu tuangalie kwenye Yohana Injili 14:16 hadi 18. Kwa sababu kuna rafiki wengi na watu wengi ambao wamepofushwa, hawajaweza kuona kwamba katika Biblia iko wazi. Hebu tuweze kuangalia Yohana Injili 14, tuanzie 16. Yaani hata ukianzia 15. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Tukimpenda tutazishika nini? Amri zake. Unajua upendo unatokana nini? Uwezi ukampenda Mungu. Utajuaje kwamba unampenda Mungu? Kwa kuzishika nini? Amri zake. Ni ishara kwamba tunampenda. Maanisha kwamba hatutendi nini? Dhambi. Na hilo halitimizwi mpaka Yesu akaya ndani yetu kwa njia ya roho wake. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. 16. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Kwa mfano, ukijiuliza swali, unajua Biblia tusipoisoma makini tutaweza kwamba tumeitafsiri na kuitoa out of maana yake, itakuwa imepotoshwa. Kwa mfano, kuna mahali wanasema kwamba the Bible, Roho ya Unabii, kwamba the Bible just as it reads should be our guide. Jambo lingine, weight of evidence. Jambo lingine, huku kidogo na huku kidogo. Isaya 28:10 na ngapi? 13. Huku kidogo na huku kidogo. Kanuni juu ya kanuni, uweze kupata jumla ya mambo yote. Biblia inasema kwamba nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Hebu sikiliza hapo. Katika hali hiyo, ukizingatia vile maandiko yanaandika au yanasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, na anayezungumza ni nani?
ni Yesu hapa duniani. Anarejelea kwamba kuna msaidizi mwingine, alafu anazungumza atakayemtoa msaidizi mwingine ni nani? Ni Baba au atakayemtuma. Hebu sikiliza hapo. Haya, katika hilo fungu nafsi ziko hapa ni ngapi? 3. Baba anayezungumza hapo ni Yesu kama mwanadamu. Hapo tena kuna kizungumkuti, ndugu yangu na rafiki yangu. Yaani hapo ndiyo manake ya kwamba Mungu kadhihirishwa katika mwili. Na asiyekiri kwamba Kristo amekuja katika mwili, rafiki yangu, ni mpinga Kristo. Alidhihirishwaje katika mwili? Alikujaje katika mwili wetu? Ina maana kwamba kuna kitu kilifanyika ndipo akaja katika mwili wetu. Vinginevyo angekujaje na ule utukufu na ile hali aliyokuwa nayo mbinguni? Ule uungu wake, je, alikuja nao? Tafakari swala hilo. Mungemuaje Mungu? Sasa utakuja kuona kwamba hapo ndo wanaishia kusema kwamba hapana, kule msalabani aliuawa kwa sababu yeye alikuwa ni mdogo. Hamna. Yaani kuna kafara na mambo makubwa ambayo yalifanyika ili ikawezekana kwanza kwamba akakaa kwetu. Aya 17, ndiye Roho wa kweli. Kwa hivyo huyo msaidizi mwingine ni nani? Ni Roho wa kweli. Kweli si ni Yesu? Sasa kweli, Yohana 14:16, 14:6, mimi ndimi njia, uzima na ukweli. Ni sawa sawa na kusema kwamba ndiye Roho wa Kristo, Roho wa kweli. Haya, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Sasa atakayekuwa ndani yetu ni nani? Aya 18, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Sasa sikiliza hapo. Ati sitafanya nini? Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Unaona hapa tunaona kwamba katika hali hii, sitawaacha yatima, naja kwenu. Kristo anakuja kwetu katika hali gani? Uende ukasome Wagalatia 4:6. Baba ametuma roho wa, hebu soma Wagalatia tuweze kupata hali halisi. Galatians chapter 4 verse 6. Wagalatia 4:6. Wagalatia 4:6, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana. Tumekuwaje? Wana. Kinachotufanya kuwa wana wa Mungu ni nini? Ni ile Yohana Injili 1:12. Wale waliompokea aliwafanya kuwa wana wa Mungu. Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yani Baba. Basi aliye ndani yetu, aliyetumwa ndani yetu, msaidizi mwingine aliyetumwa ndani yetu ni nani? Ni Roho wa mwana. Msema Roho wa mwanawe. Roho wa mwanawe. Sasa hapo tunakuja kuona jambo fulani hapa la muhimu. Rafiki yangu, unajua wakati mwingine watu wanapoangalia hapo maandiko wanachanganyikiwa kidogo. Kwa sababu gani? Wanashindwa kuona
katika hali fulani wanaona si hapa, mbona nafsi kama mbili? Mbona ziko wazi kwamba nafsi mbili katika hali hii? Wakikuja katika upande mwingine tena wanaanza kushindwa, mbona inasema hivi? Mbona basi Yohana anasema kwamba msaidizi mwingine Baba, na Yesu akiwa hapa anazungumza anamrejelea msaidizi mwingine. Je, ni makosa? Hapana. We are told the Bible just as it reads should be our guide. Na ndiyo maana yake kwamba ukweli huu ni wazi kwamba ukiangalia katika Agano la Kale. Sasa sikiliza rafiki yangu, katika Agano la Kale, mbona hasa tunaona katika kile kitabu cha Zekaria 6:13 kwamba baraza hili la amani lilihusisha hawa wawili, Baba na Kristo. Mbona tumuone basi Roho Mtakatifu? Mbona tuone nafsi ya tatu? Hili halikuwezekana hata au mpaka alipozaliwa katika sura nyingine. Na ndugu yangu na dada yangu, rafiki yangu mpendwa, ukweli huu haupingiki. It is going to be a losing battle. Yani siri kubwa au password ya mambo haya yote ni kuelewa kafara aliyoifanya Kristo kwenye hema takatifu. Wakati wa kuzaliwa katika sura nyingine. Hebu nisikilize vizuri hapo. Ni mpaka wakati wa kuzaliwa katika sura nyingine ndipo ingewezekana kwamba roho wake, asili yake ya ndani, uzima wake ujitegemee. Na ndiyo maana ya Holy Ghost. What is a ghost? Holy Ghost ni nini? Mzuka mtakatifu ni nini? It is the survival of Christ. Yani kilichobaki baada ya mauti yake, kama tungesema hivi. The survival of Christ. Ina maana nini sasa hapo? Anapokuja katika ubinadamu wetu, mwili wetu, ubinadamu wetu, je, hiyo inaashiria nini? Ubinadamu huu wetu una mwanzo. Humanity was created. Yesu alipokuja katika ubinadamu wetu au katika mwili wetu, alichukua mwili, na mwili huu una mwanzo, haukuwepo milele zote. Basi mwili wake wa kiroho aliovunja kule mbinguni kwenye hema takatifu, ati aliovunja. Wakorintho wa kwanza 11:24. Yaani vidokezo vimetolewa hapo kwamba basi huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, au uliovunjwa. Ukisoma kwenye Kiingereza anasema kwamba this is my body which is broken for you. Na wakati anawaambia hayo, hakuwa amefika kule msalabani. Yaani hapa rafiki yangu lazima tuweze kuwa na macho makali. Knowledge shall increase. What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? Katika Agano la Kale, roho au uzima wa Kristo, roho hakuwa ametolewa kama nini? Hakuwa ametengwa kutokana na umbo lake la kiroho la Kristo, that is. Au ndiyo maana yake. Lakini alipokuja katika mwili wa ubinadamu wetu, kuzaliwa katika sura nyingine, iliwezekana kwamba uzima wake, roho wake mtakatifu, akatengwe kutoka kwa ubinadamu wetu. Yani manake kwamba kuwe na utengo wa asili mbili, ya kibinadamu na ya uungu. Uungu manake sasa kwamba ile survival of Christ, kilichobaki baada ya nini?
mauti yake, yani baada ya kuachilia mwili wake wa kiroho, umbo lake la kiroho kule mbinguni, mwili mkuu aliuvunja, na uzima wake na zile sifa, pamoja na zile sifa zile za kufanyiza Mungu kwamba ni omnipotent, omniscient, omnipresent, kwa sababu alikuwa nazo, aliziachilia na akaja katika mwili wetu. Sasa kwamba anapokuja hapa duniani kubatizwa kule kwenye ubatizo, ndio tunakuja kuona kwamba Roho Mtakatifu anashuka juu yake. Ule uzima wake Roho Mtakatifu. Hiyo mambo haya ni ya hatari na ni ya muhimu sana, na ambayo ndiyo shetani ameyafunika yasionekane. Yaani shetani amemfunika Yesu asionekane kama mfariji, ila maandiko yamemweka wazi. Sasa katika hali hii unakuja kuona ya kwamba ni kutokana na uzima huo na nguvu hizo alizozipokea, na hatimaye kule msalabani alisema kwamba naikabidhi mikononi mwako roho yangu, kwa kusudi la kuturidhisha sisi, yani kwamba tuweze kuridhishwa au tuweze kuwa ni wafaidikaji. Si Wagalatia ngapi? Ni Petero wa pili 1:4, Methali 8:21, nipate kuwaridhisha mali wale wanipendao, wale wanaotambua kafara yangu ya upatanisho. Hayo yote inatokana na kitabu cha Ibrania 9:16-17. Wenye agano la milele baina ya baba na mwanawe, kuna kitu ambacho tunakirithi au tunakipokea, na hiyo ni kutokana na mauti ya Kristo aliyekuwa yuna namna ya Mungu, pure divinity. Kuna kitu amekipoteza milele. Ikimaanisha nini sasa? Yaani kuachilia ule uzima wake milele zote, ametushirikisha tuweze kurithi tena na yeye. Sasa yeye tena kwa njia gani? Yeye alishafanyika mwanadamu. Sasa katika hali hiyo kwamba amekuwa ni kichwa, ametushirikisha roho wake kusudi tujenge mwili wake upya tena, mwili wake ule aliovunja mbinguni. Na hiyo ndiyo sasa inaitwa the new body of Christ. Mwili mpya wa nani? Wa Kristo. Mwili mpya wa Kristo is amalgamation, divinity and humanity. Divinity and what? Humanity. Uungu na ubinadamu vinachangamana. Na rafiki yangu nisikilize vizuri, hii haikuwezekana mpaka ilipotimilia wakati ambapo alikuwa anazaliwa katika sura nyingine, yani hasa kuja katika mwili wetu, ndipo kwamba ingewezekana uzima wake, Roho wake Mtakatifu uwe na utengo. Manuscript ya Releases volume yake ni ya 14 ukurasa wa 23 aya yake ni ya 3. Hayo mambo yako wazi, yako hapo 14 MR page 23 paragraph 3. The Holy Spirit is himself, Christ himself, divested of the personality of humanity and independent thereof, akiwa metengwa kutoka kwa ubinadamu na akijitegemea. Sasa asili mbili za Kristo, rafiki yangu, zinajitegemea, na hiki ndicho shetani hataki watu wakijue. Wewe unadhani anataka ukijue? Hataki ukijue. Ndiyo maana angesema kwamba naja kwenu. Kwani anakujaje kwetu? Sio katika hali ya muonekano, katika hali yake ya ubinadamu. Yeye kama mwanadamu aliye na alama za misumari anadumu nazo. Timotheo wa kwanza 2:5. Yuko kwenye patakatifu mno. Na wakati huo huo leo hii hapa yuko kila mahali. Kwa njia gani? Ya Roho Mtakatifu, mfariji, na si mwingine, ni yeye.
Ndiyo basi, kwa sababu ni nini? Makanisa ni madhaifu na ni magonjwa na yako tayari kufa. Kwa nini? Kwa sababu shetani amemfunikia Kristo asiweze kufanya nini? Kuonekana. Nadharia yoyote ya uungu ambayo haitoi kafara ya kuzaliwa katika sura nyingine ya uzima wa asili ya mwana wa Mungu kwa njia ya kuweka kwake kando uzima ule na roho kwa ajili yetu kama zawadi inayouisha na kama mauti ya milele kwa malipo yale ya uzima au upatanisho kwa ajili ya dhambi, anakataa kwamba upatanisho wowote ulitokea. Kwa kuweka kando uzima ule, ndiyo agano la milele linahitajika wakati linapoonyesha kwamba mauti ya Musia lazima yatokee kabla ya agano halijadhibitika kwa namna yoyote. Fundisho la Utatu Mtakatifu kataa kafara hii ya milele likisema kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu tangu milele ambaye ni mwingine zaidi ya uzima hasa uliotolewa kafara na roho ya mwana wa Mungu. Kwa hivyo watu wa Mungu, rafiki zangu, wapenzi wa Utatu Mtakatifu, tafakari jambo hilo na swala hilo sana. Je, mfariji wako ni nani? Mfariji wako ni nani? Mfariji nafsi ya tatu ni nani? Una habari kwamba kutokana na nadharia potovu kuhusu mfariji huyu nafsi ya tatu katika uungu, shetani amefanikiwa kuondoa upatanisho, yani akafutilia mbali kafara ya upatanisho, akafanya hema takatifu ikatoweka, kwa sababu kama hakuna upatanisho hakuna haja ya hema takatifu. Mfariji Roho Mtakatifu ni uzima wa Kristo aliyetolewa kafara. Kwa hiyo kafara si tumeshaisoma Ibrania 9:14, Roho moja wa milele. Mbona mafungu haya yanaendana moja kwa moja mnyororo? Tito 3:5-6, tumemwagiwa roho wake kwa njia ya Kristo. Anasema kwamba mimi ndimi njia, uzima na ukweli, pasipo kupitia kwangu hautaweza kufika kwa Baba. Amefanya kitu kikubwa sana, ametoa kafara uzima wake, rafiki yangu. Ndiyo manake ya kafara hizi mbili. Moja ni kwa ajili ya upatanisho, uishwaji, na nyingine ni kwa ajili ya ukombozi. Uishwaji manake imetoa tiba dhidi ya dhambi. Uzima wake, Roho wake Mtakatifu, damu yake, mwili wake wa kimungu. Sasa ni kutokana na vile tunavyoshiriki damu yake, yani roho wake anatushirikisha roho wake. Ni kutokana na kushirikishwa roho wake tunafanywa kuwa washirika wa asili ya kimungu. Tunakoma kutenda dhambi, tunakuwa tumeponywa. Na hapo tumekwisha kusema kwamba hili katika Agano la Kale limekuja kufunuliwa kwamba katika kumbe Agano Jipya maana yake ni nini? Katika siku zile nitaandika sheria zangu mioyoni mwao. Unajua ni kwa nini? Au ni kwa njia gani? Hiyo ni kwa njia ya Roho Mtakatifu. Yani ni lazima Roho Mtakatifu awepo katika maisha yetu ili tuweze kuishi maisha matakatifu. Hitaji kuu, rafiki yangu, tukubali tusikubali, hitaji kuu ni Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ndiye kwamba uzima wa Kristo na ambaye ametolewa kama kafara. Alisoma mafungu machache hapa kwa
ajili ya kumaliza mambo haya na kumuanika wazi shetani alivyo. Rafiki yangu, kama hujaweza kuitambua kafara hii iliyofanyika mbinguni kwenye hema takatifu, kafunge na kuomba, piga magoti, mulilie Mungu. Hii ndiyo password ya kuelewa mambo haya. Kumbe utakuja kugundua mambo mengi, kwamba kuna habari nyingi, kuna hazina nyingi katika neno la Mungu, na mambo haya yanafunuliwa kwa watoto. Manake wale ambao ni wanyenyekevu, wale ambao wanakuja wakiwa na roho ya kujifunza, sio wale ambao wanakuja wakiwa na ule kwamba hayo mimi nilishayajua kitambo, tangu utotoni nilishayafahamu. Hamna. Soma mafungu machache sana. Wala tuanze na Wakorintho wa pili 5:10 na ngapi? Na 7. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Haya, angalia 3:17, hiyo Wakorintho wa pili 3:10 na ngapi? 17. Basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Now the Lord is that Spirit. Basi Bwana ndiye yule Roho. Yule Roho yupi? Yule wa Yohana Injili 14:16. Naye atawapa msaidizi mwingine, mfariji, Roho Mtakatifu. Ndiyo manake kwamba anapokaa ndani yetu ndiye anatubadilisha, tunakuwa viumbe vipya ndani ya Kristo, tunakoma kutenda dhambi. Ndilo kusudi la kutolewa kafara uzima wa Kristo. Pasipo mwagikaji damu hakuna ondoleo la dhambi. Waebrania 9:14 na kueleza vizuri kabisa. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa. Sasa matokeo yake ni nini? Kusudi la kutolewa damu yake kwa Roho wa milele ni nini? Itawasafisha, tutasafishwa, dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Hatuwezi muabudu Mungu aliye hai tukiwa na matendo mafu, dhamiri zetu zikiwa mbovu. Lazima tuweze kusafishwa, ili kwamba ibada zetu ziwe ni za kupendeza mbele za nani? Za Mungu. Basi rafiki zangu, tumeona mambo na sababu kubwa hapo kwamba isingewezekana katika Agano la Kale tuone hapo Roho Mtakatifu akitajwa au akitambulishwa kama nafsi ya tatu iliyojitenga. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo alikuwa hajautoa kafara uzima wake na nafsi kama zawadi kwetu. Hii zawadi imekuja kutolewa baadaye. Ndiyo maana tunakuja kuona kwamba kwenye hema ya mbinguni haya yamefanyika kule, ili kwamba kusudi anapokuja huku anakuja akiwa ameshatoa kafara uzima wake kwa faida yangu na wewe. Katika Agano Jipya ndipo tunaalikwa kushiriki asili yake ya kimungu. Kwa sababu hiyo ni hiyo asili ya kimungu ambayo ni Roho Mtakatifu au Holy Ghost,
ambacho kiliwekwa kando kama zawadi ya kuuisha kwetu na kwa ajili ya kusudi la kufanya upatanisho wa milele kwa mshahara wa dhambi, ambao ni mauti ya milele. Kristo alikufa kwa asili hiyo ya kimungu, asili pekee, na akaja katika sura ya mtumishi akiwa na mwili ulioandaliwa kwa ajili yake, na kwamba asili mpya ilikuwa imeunganishwa na ubinadamu milele, amalgamation, humanity divinity combined. Mauti ya milele yamehusika. Ila usije ukasahau na usije ukaunganisha mambo hayo ukayachanganya. Kumbuka kwamba alipokufa kule msalabani, siku ya tatu alifufuka. Jambo la kwanza na la muhimu hapo la kuzingatia, mauti ya siku tatu sio mauti ya milele. Kalifikiria tena hapo. Mauti ya siku tatu sio mauti ya milele. Mauti ya milele hakuna kufufuka, au hakuna tumaini la nini? La ufufuo, kwa mujibu wa maandiko ya awali, ukurasa wa 51. Usome pia kwenye Ezekieli 18:4. Roho itendayo dhambi itakufa kifo cha milele. Usome pia Warumi 6:23. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya nini? Kutenda mema ni kuishi milele. Sasa kinyume cha kuishi milele ni nini? Kinyume cha kumtii Mungu ni nini? Si ni mauti ya milele? Na tunasoma kwenye Desire of Ages ukurasa wa 25 kwamba alikufa mauti iliyokuwa yetu kusudi tupokee uzima uliokuwa wake. Uzima uliokuwa wake ni Roho Mtakatifu. Kasome Review and Herald Mei 19 mwaka 1904 ukurasa wa 42, aya yake ni ya kwanza hadi 3. Sema kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya uzima wake. Uzima huo ndiye ametupa kusudi tuweze kuupokea na kuurithi. Sasa tunakuja kuangalia na kuona mambo haya kwamba shetani amefunika Kristo asionekane kama mfariji. Ni bayana kwamba, ni dhahiri kwamba Kristo ndiye mfariji, ila tena ameeleweka vibaya. Wana matengenezo wanasema ndiye mfariji ni sawa, lakini wanaishia hapo kwamba katika ule ubinadamu wake alifika mahali tena, ama anakuja tena nafsi ile ile, kwamba inabadilika tena inakuwa inakuja kama roho, au katika nafsi ile ile. Hiyo ni makosa na ni makosa na ni makosa makubwa sana. Anadumu na ule ubinadamu milele zote, humanity glorified, ubinadamu uliotukuzwa milele zote atakuwa hivyo. Hakuna kipindi tena nakuja anafika mahali anabadilika anakuwa ama anakuja katika roho. Ni kwamba ule uzima wake, Roho wake Mtakatifu anajitegemea, uzima wake unajitegemea, ulitengwa, ulifurishwa kutoka kwa binadamu wake. Ndio manake kwamba anamiliki asili mbili au nafsi mbili zinazojitegemea, ubinadamu wake na uungu. Uungu sasa ndio kwamba tumeshirikishwa sisi, mimi na wewe. Sina la ziada. Ili ni kwamba Mungu akusaidie na akubariki mtazamaji unapoendelea kufuatilia mafundisho haya. Na kama ada na kama kawaida ni kwamba masomo haya usidhani kwamba utasikia mara moja tu kwamba na umemaliza na umeshaelewa kwamba inaenda namna hii. Lazima tuweze kuweka bidii katika kutafuta dhahabu, kwani wanaochimba dhahabu wanachimba tu kidogo tu na wanaifikia. Lazima tuweke bidii, uonyeshe kwamba unataka kujua ukweli. Jisomee mwenyewe na utafuta, hata ufuatilie kwamba kwa kweli hawa watumishi wanasema nini. Hizo ni kweli ambazo hazipingiki. Kwa sababu ya nini? Biblia na roho ya unabii zinaweka wazi. Mambo haya yako wazi kabisa. Tunaambiwa kwamba tunaishi kipindi ambacho kuna sauti nyingi zinazochanganya. Ila ukweli, habari njema ni kwamba ukweli
utasimama bila kuyumbishwa na bila kulazimisha wala kusurutisha. Mungu basi atubariki na akulinde na aendelee kukuongoza. Hakuna mtu anataka apotee kwa kweli. Kila mtu angependa kuokolewa. Ila maamuzi tunayoyafanya kila siku ndiyo yataamua ikiwa kwa kweli tutaokolewa au tutapotea. Ingekuwa ni ombi langu kwamba tufanye maamuzi yaliyo bora. Tukasikie sauti ya Mungu. Tukasikie sauti ya Roho Mtakatifu, uzima wa Kristo, ili kwamba hapo ndipo tutakuwa na tumaini la kuokolewa. Tusijiamini wenyewe, bali tumtegemee Mungu, naye atatuongoza na kutuelekeza katika kweli yote. Ahadi zake ni za kweli. Basi tupige magoti kwa ajili ya ombi na kumaliza kipindi hiki. Asante Mungu wetu na Baba wetu, umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza hadi tukafika tamati mwa kipindi hiki. Jioni ya leo, mapenzi yako yatimizwe. Hizi kweli wewe mwenyewe kaziweke ndani ya mioyo ya watoto wako na uzilete katika njia inayoeleweka. Tuandae kwa ujio wako. Mbariki mtazamaji anayefuatilia vipindi vya kanisa la saa 11. Nimeomba nikiamini katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Ndugu, mafundisho idara bima na msalaba, kanuni wa ina lesoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali
agizo la upapa. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Nini maana ya matengenezo? Ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.